Kanisa Katoliki ni siku ya kipekee ya toba, sala na kufunga, ikikumbuka mateso na kifo cha Yesu Kristo msalabani. Hakuna sadaka ya misa inayotolewa siku hii. Badala yake, ibada maalum hufanyika ikihusisha liturujia ya neno, kuabudu msalaba na komunyo takatifu. Ni siku ya ukimya na tafakari ya wokovu. Ijumaa Kuu pia inajulikana kama Ijumaa Kuu na Takatifu au Ijumaa ya mateso ya Bwana. Ni siku takatifu ya Kikristo kukumbuka kusulibishwa kwa Yesu Kristo na kifo chake huko Kalvari au Golgotha. Siku ya Ijumaa Kuu, kanisa haliadhimishi misa takatifu wala haliadhimishi sakramenti yoyote isipokuwa tu kitubio na mpako mtakatifu wa wagonjwa, ili kusisitiza dhabihu ya kweli ya Yesu msalabani. Hii ni kwa sababu ni siku ambayo Kristo alikufa msalabani, ni siku ambayo alijitoa yeye mwenyewe sadaka, kafara ya mwana kondoo wa agano jipya na la milele. Kumbe ni siku ambayo mama kanisa anaadhimisha mateso ya kifo cha Bwana wake Yesu Kristo. Ibada hii ina sehemu kuu tatu: liturujia ya neno. Somo la kwanza ni la kitabu cha nabii Isaya sura ya 52 aya ya 13 hadi sura ya 53 aya ya 12. Somo hili linatupa tafakari ya wasifu wa mtumishi wa Mungu. Waamini wa kanisa la mwanzo waliona uwakilishi wa Yesu Kristo katika sura ya mtumishi huyu wa Mungu aliyetukomboa kutoka utumwa wa dhambi kwa njia ya mateso. Kusoma mateso ya Yesu Kristo mara nyingi kutoka Injili ya Yohane, ikionyesha saa zake za mwisho na kifo chake. Somo la pili ni la waraka kwa Waebrania. Somo hili linatuasa tumwamini Yesu Kristo, kuhani wetu mkuu, aliyeonja na kuvumilia taabu na mateso mengi kwa ajili ya wokovu wetu. Maana yeye anafahamu taabu na matatizo yetu, daima yuko tayari kutuombea kwa Baba. Sharti ni hili tu: kuyashika maagano yetu tuliyoyafanya naye kwa njia ya ubatizo. Injili ilivyoandikwa na Yohane. Sehemu hii ya Injili inasimulia mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, mtu mwenye haki asiye na hila ndani yake. Kwa upendo wake, upole wake na unyenyekevu wake, uvumilivu wake na utii wake, anakubali kutoa maisha yake kwa ajili yetu sisi wa dhambi. Katika simulizi hili, Yuda alimsaliti Yesu kwa busu, ishara na alama ya upendo. Maaskari wakamkamata wakiwa na taa na mienge na silaha. Mitume wengine kwa hofu wakamkimbia na kumwacha peke yake. Siku ya leo tutakuwa na sala maalum kwa ajili ya kanisa zima, viongozi,
na ulimwengu mzima. Baada ya kukamatwa kwake Yesu, alipelekwa kwa kuhani mkuu Kayafa, mkuu wa baraza la Wayahudi, chombo chenye mamlaka juu ya kidini. Baraza likaamuru apelekwe kwa gavana wa Kirumi Ponsio Pilato, naye akaamuru apelekwe kwa mkuu wa mkoa wa Galilaya Herode Antipas, kwa vile Yesu alikuwa mwenyeji wa Nazareti katika Galilaya. Mahangaiko hayo yote ni kwa sababu kila mamlaka haikuona hatia yoyote juu yake, lakini alihukumiwa pasipo haki ili sisi tusio na haki tuwe wenye haki. Baada ya hukumu isiyokuwa na haki, Yesu alipigwa mijeledi, akavikwa taji ya miiba, akavuliwa nguo, akapigwa kwa mwanzi, akatemewa mate, akabebeshwa msalaba mzito, akaanza safari kuelekea Golgota. Alipofika alisulubiwa msalabani, akafa. Nchi ikatetemeka, jua likafifia, kukawa na giza juu ya nchi. Pazia la hekalu likapasuka mara mbili. Alipotobolewa ubavu kwa mkuki, ikatoka damu na maji, chemchemi ya sakramenti za kanisa. Ni katika muktadha huu msalaba umekuwa ni alama ya umoja wa kweli na Yesu Kristo. Kuchukua msalaba maana yake ni kuacha mambo ya dunia na fahari zake zinazokinzana na mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Msalaba umekuwa ni chombo cha ukombozi wa wanadamu kutoka katika utumwa wa dhambi. Msalaba ni sadaka ya Yesu, zao la upendo wake kwetu sisi. Mtakatifu Yohane Paulo wa pili anasema, msalaba sio ishara ya kifo bali uzima, sio ishara ya jambo la kuvunja moyo bali matumaini, sio ishara ya kushindwa bali ya ushindi. Msalaba sasa si tena alama ya adhabu bali ya wokovu. Ndiyo maana katika sala zetu na ibada zetu tunatumia ishara ya msalaba. Kila Mkristo kwa kweli, kama Mtume Paulo, hatuna budi kusema, lakini mimi hasha, nisione fahari ya kitu chochote ila msalaba wa Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu ulisulubiwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Wagalatia sura ya 6 aya ya 4. Msalaba ni muhuri na kitambulisho cha Mkristo. Waamini huonyesha heshima kwa msalaba kama ishara ya ushindi na ukombozi, mara nyingi kwa kupiga magoti na kuubusu. Amen.